Tunamshukuru Mungu mara tena kwa kutufikisha kwa siku njema ya leo. Tunazipeperusha salamu zetu kwenu wapendwa mnaotufuata katika kundi hili la Jesus is coming soon. Bwana awe pamoja nasi sote kwa ujumla. Muda huu tumeneemika tena ili tuweze kulizungumzia neno la Mungu, ili kwamba tuweze kutahadharishana katika mangojeo ambao tuko ndani ya kumngoja Bwana Yesu. Ni muda wa kutahadharishana au kutayarishana kwa kuweza kukumbushana neno la Mungu, ili tujue namna ya kutembea mbele machoni pa Mungu bila mawaa, pasipo kumkosea Mwenyezi Mungu. Yatubidi tukae macho wana wa Mungu. Yatubidi kila mmoja wetu kukesha kwa kuweza kuikeshea roho yake, ili kwamba Bwana Yesu atakaporudi atukute tukiwa safi, atukute tukiwa tayari, atukute tumeilinda zamu, kama vile wale wanawali 10 ambao Biblia inasema wote walikuwa kwenye zamu, lakini zamu zao zilikuwa zinapishana. Watano wakaonekana walikuwa kwenye zamu, lakini mawazo yao au mioyo yao ilikuwa inaelekeana kwa vitu vingine vilivyo kinyume na mapenzi ya bwana harusi. Maana mawazo yao yalikuwa tofauti na vile ambavyo walikuwa wanaonyesha kwamba wako wanasubiria. Lakini wale 5 wenye busara, neno la Mungu linatuambia ya kwamba wao walikuwa wanailinda zamu, wakimaanisha hivi ndivyo na sisi tunapashwa kusimama katika kumngoja Bwana Yesu, tukimaanisha kwa matendo mema na kwa mwenendo mzuri, na kuwa macho sana na kukaa chonjo, ili kwamba wakati wa Bwana utakapofika wa kulinyakua kanisa, atukutane sote tukiwa tayari, sote tukiwa kwenye zamu ya kumngoja kwa kumaanisha, wala sio kwa kuigiza, wala isiwe katika hali ya kuonyesha kwamba tunapretendi. Amen. Wengi wako kwenye madini, lakini siku ya parapanda wengi watabaki. Wengi wanaonekana muonekano kwamba wako kwenye zamu ya kumngoja bwana harusi, lakini matendo yako ya vichorochoroni yatakutuma wewe ubakie na ulikuwa unasema kwamba unamngoja bwana harusi. Tikisa taa yako, ujiswali mara 10, je, hakuna mahali nimemkosea Mungu, ili utubu na kutengeneza. Tikisa taa yako, maana yake tikisa, piga konde moyo wako, uone je, hakuna mahali ninatembea kinyume na mapenzi ya Mungu, ili kwamba uweze kujisahihishia moyo wako. Hakuna mwingine atakuja kukutengenezea maisha yako, ni wewe mwenyewe. Ni wewe mwenyewe ambaye Bwana amepatia hiyo fursa ya kulinda moyo wako na kujitenga na maovu na kujiandaa, ili kwamba ukamlaki Bwana hewani pamoja na sote watakatifu. Sio ndugu yako atakuja kuandaa roho yako. Ni wewe mwenyewe ndiye unastahili kujikeshea roho yako, kuilinda roho yako, kuitunza roho yako na mwili wako, ili usimtende Mungu dhambi. Na mahali ambapo utajikuta umemkosea Mungu. Tunaangalia neno la Mungu mara moja ili tuweze kusoma. Tuangalie neno la Mungu linatuambiaje, ili kwamba tujue ni nini ya kusahihisha, ni nini ambayo twaweza kuitengeneza wala kuisahihisha maishani mwetu, ili isije ikatusababisha kubaki wakati wa parapanda. Mwongozo wote tunaupata ni katika neno la Mungu. Mahali utajikuta umekwama au umejikwaa, inakubidi utengeneze, usahihishe njia zako, usahihishe mambo ya roho yako, ili kwamba bwana harusi ajapo atukute sote tukiwa tayari. Amen. Amen. Tunasoma mara moja. Soma Mhubiri sura 12 mstari wake wa 14. Hapa ndipo tutakwenda kusoma neno ambalo linatuonyesha namna twaweza kujiandaa, namna twaweza kujitayarisha maisha yetu ya baadaye. Maana
usipoyaandaa maisha yako kwa leo ungali hai, wakati pumzi zitatoka ndani yako, au wakati wa parapanda ikilia, haiko ndio wakati wenye utaanza kupita pirika eti unaandaa roho yako. Huu ndio muda wa kuandaa roho zetu, ambao ni muda ambao Mungu ametuachia, ameutia wakfu kwetu, ametuachia nao ili tuweze kujiandaa, ili tuweze kujitayarisha, ili tuweze kujua ni nini ambayo yatubidi kubadilisha, ili kwamba Bwana anapotuangalia aone kweli mavuno yameivya, huyu mtu amekuwa tayari kwa unyakuo. Lakini Bwana sikuangalie katika matendo yako akutane wewe haujaenea bado. Tusome mara moja neno la Mungu katika kitabu cha Mhubiri sura 12 mstari wake wa 14. Neno la Mungu linasema likituambia 14 inasema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Amen. Turudi tena. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Mungu ataleta hukumuni. Amen. Kwa maana kila neno, chochote ambacho unachokitenda, kila neno, kila tendo, kila wazo, kila chochote unachokitenda sirini, hadharani, kila chochote ambacho mwanadamu alichokitenda, iwe katika siri, Bwana atakileta hukumuni. Na kila kazi ambayo mwanadamu alitumika wakati angali hai, nayo Bwana ataichuja, ataiweka kwenye pepeto, ataiweka kwenye mzani. Kazi yote unayoifanya chini ya mbingu itapimwa, itasakatwa, itapepetwa. Kila kazi anayoifanya mwanadamu, kila neno la siri ambalo mwanadamu hujitahidi kulifinika na kulificha mbele za Mwenyezi Mungu au mbele za macho ya watu, maana Mungu hafichwi jambo, likiwa jema ulilifanya sirini, neno la Mungu linasema, nenda kwa chumba chako cha ndani uombe katika hali ya siri, ili Baba aonaye sirini ataweza kukujaliza, atakubariki sirini. Mungu aonaye sirini, ukitenda mema kwa siri, utalipwa vema. Maana neno la Mungu linasema, angalia mnapotoa zaka zenu, msitowe kama Mafarisayo na Wasadukayo na wanafiki. Mkono wako unapotoa kitu, mkono wako wa kuume, wa kushoto usijue. Sasa hapa unaona neno la Mungu limetuambia, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya, litapepetwa. Kama ulitenda mabaya, kama ulitenda mazuri, yatawekwa kwenye mzani, ili Bwana aone, je, aliyatenda kwa kumaanisha, kwa kunifurahisha mimi Mungu, au alitenda kwa kuwafurahisha wanadamu? Je, ulitenda mema? Kwa maana neno la Mungu linasema ya kwamba watendeeni watu yaliyo mazuri, ili wakati ujao Bwana kaweze kukulipa. Au umetenda ni kwa sababu ya kutaka kuficha? Maana kuna wengine wanakuaga na hali ya kauficho, akitaka zaidi kama ni mabaya anataka kutenda. Wengi wanapenda sana kuficha, lakini kama ni mazuri anataka kila mtu amuone, kila mtu ampigie mikono, sio vibaya kushukuru au kushukuriwa, sio vibaya. Sio vibaya kama mwenzako amekutendea mema kumwambia asante au
merci, haiko vibaya. Lakini angalia, utende, usitake kulipwa. Utende kama yule ndugu atakuwa mwaminifu, akikurudishia shukrani, zipokee, maana si dhambi. Lakini usitake kutenda ili uonekane na wanadamu wakusifie. Hapana. Neno la Mungu limetuambia kwamba kila kazi uliyoifanya hapa duniani italetwa hukumuni. Itachujiwa, itawekwa kwenye mzani. Na kila neno ulilolisema ukalizungumuza sirini, nalo litaletwa lipimwa. Kila kazi ambayo mwanadamu alifanya utaitolea hesabu. Itatolewa hesabu. Itahesabiwa, iwe jema iwe mbaya. Lakini hawa ambao wametenda kwa mema watakuwa laki, watakuwa heri. Lakini huyu ambaye atakutwa ametenda ufisadi, ametenda kwa udanganyifu, ametenda kwa majionyesho, ametenda kwa moyo mgumu, ametenda kwa kukejeli wengine au kudharau na kudharaulisha wengine, na wewe utalipwa. Maana kila kazi Bwana nasema ataileta hukumuni. Neno la Mungu linasema Bwana atakapo haribu, hata haribu wabaya pamoja na wema. Amen. Hicho ndicho tunachompendea Mungu wetu. Atabagua kondoo zielekee kwenye mkono wa wapi? Wa kuume. Lakini mbuzi ambao wana masikio marefu, hawapendi kutubu na kuacha dhambi, wanaishi dhambi, wanatafuna dhambi, wanalala dhambi, wanakula dhambi, wanaishi dhambi, wanashinda mdhambi, wataletwa hukumuni ili waweze kuingizwa katika ule moto wa milele. Asifiwe Bwana. Atakapo tukutana tuko kwenye kazi nzuri na matendo mema na kuwa na maneno yaliyo mazuri. Amen. Tujitahidi wapendwa, maana kila kazi aliyoifanya mwanadamu italetwa hukumuni. Sasa wewe ambaye unanitazama, kazi yako itakapopimwa, una uhakika kwamba itaonekana kuwa na sifa njema au la? Jibu unalitunza wewe mwenyewe. Maana wewe peke yako ndiye mwenyewe unayejua mahali unapoelekea. Kiwa kama unafanya vitu vibaya kwa siri, au kama unatenda matendo mazuri kwa siri, usitaki kuonekana mbele ya wanadamu, wewe mwenyewe hiyo secret uko nayo. Amen. Kila neno alilolizungumuza mwanadamu kwa siri litaletwa siku moja wapi? Hadharani. Kila ulichokitamka, ulichokizungumuza kwa uficho, ulichokifanya kwa uficho, Bwana atakileta hukumuni. Ikiwa kama kamera ziko duniani zinazumu vitu ambavyo vimefanyika, wanaviona. Sasa unajua Mungu ambaye alipatia wanadamu huu utaalamu wa kufanya makamera, yeye je, hajui vile unavyofanya sirini? Acha kujidanganya mwana wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Tunasoma mara moja katika kitabu cha Petro wa kwanza sura yake 2. Petro wa kwanza sura 2 mstari wa 24. Tuangalie neno la Mungu linasemaje. Neno la Mungu linasema mstari wake wa 24. Neno la Mungu linasema hivi, 24 inasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Amen. Haya yote yanatuonyesha namna Bwana anatusaidia ili tusiangamie,
ili tu turektifie matendo yetu na njia zetu mbovu. Ilimfanya Yesu aangikwe kwenye msalaba, ili kwamba tufishe mambo ya mwili huu, ili kwamba tuyafishe matendo yetu ya awali, ili kwamba tufishe matendo yetu ya dhambi. Ilimgharimu Bwana Yesu msalabani kuangikwa kwenye mti. Mradi tu wewe na mimi tufishe hali ya dhambi ife ndani yetu, hali ya matendo machafu yafe ndani yetu, ili kwamba tuwe hai katika kutenda mema. Amen. Wewe unapotenda yale ambayo nayo yatenda, hakika wewe unahakika wewe mwenyewe. Je, unapotenda mambo yote ambayo nayo yatenda, je, unasikia kweli umefisha hali ya mwili, au unatembea kwa kutenda matendo ya mwili? Jibu unalitunza wewe mwenyewe. Lakini kazi ambayo imemfanya Yesu kuja kusulubiwa ni ili kwamba auwe, tufishe ile hali ya dhambi. Ndio maana tukafa pamoja naye na tukafufuka pamoja na Kristo Yesu, ili kwamba ile hali ya ubinafsi ya umwili ife, ile hali ya kutamani dhambi, ya kutamani masengenyo, ya kutamani uongo ife, ili mgharimu Yesu kwenda kusulubiwa msalabani na kudhihakiwa, ili wewe na mimi tuifishe hali ya matendo yetu machafu, tuwe hai kwa kuyatenda matendo mema. Lakini angalia, wengi wako wanamrudisha tena Yesu kwa msalaba. Na unajua ya kwamba ilitabiriwa kwamba Yesu hata kufa mara pili, atakuja kufe tu mara moja. Wewe unayemrudisha msalabani itakuwa ni ole kwako. Sasa mbona ningelikusihi kwa siku ya leo ufishe matendo ya mwili ndani yako, ndani yetu. Tukubali Yesu ayafishe matendo mabaya ndani yetu, yafe kabisa kabisa, yafe katukatu. Lakini tumruhusu Yesu matendo yetu mema yawe ndiyo yataishi. Matendo yenye kuharibika yafe ndani yetu, wala tusisikie hata chembe za kutamani kutenda dhambi. Bwana Yesu tuhurumie sana. Kuna wengi ambao wako makanisani, lakini wakifika kwenye hali ya kutetana, Mungu wangu, mpaka anasema huyu ndugu ameokoka siku gani, ameanguka siku gani, hautajua. Lakini anakuambia na mimi niko naenda kumlaki Bwana hewani. Kumbuka jambo moja liliweza kunifanyikia zamani nilikuwa kambini. Hii dhambi utawaangamiza watu wengi bila kutubu kweli. Mungu atusaidie tuitubu na tuiache. Nikapita, nilikuwa na mtoto mdogo, kabebe tu kadogo. Nilikuwa natoka kanisani ningali muhali ya uzazi. Basi nilipokuwa niko na mtoto, nikamweka hapa kwenye kifua, juu palikuwa mpepeyo. Nikamweka hapa kifuani, nikamfunika na kuvre au blanketi. Basi nilipokuwa nikienda nyumbani, sasa narudi nyumbani, kakuta wamama wawili wanaketi. Basi wale wamama waliponiona wakanisalimu tu vizuri, jambo, nikasema jambo, nikawapita. Mwai tu kuwapita kidogo, sasa walijua mimi sijui lugha ambayo walikuwa wanaongea. Tulikuwa kambini hapo, tulikuwa mix mkambi. Sasa wale wamama wakajua mimi sijui lugha yao wanaoiongea, maana hatukutoka nchi moja. Sasa washanisalimia vile, mimi nawapita tu kidogo, si ya wapita lote. Lakini sasa mwele kupishana tu, wakapita wanasema blanketi ya mtoto mpepeyo peperusha. Wale wamama tu kuona tu, wakaangalia mtoto, wakapita wanaanza kuniteta, wakasema eti angalia huyu mama anatoka kwa nchi fulani, nchi yao wanakuaga watu wenye wako klere, wako wakaramusi. Eti angalia huyu mama naye kumbe iko kama vile watu wa nchi yake. Unaona huyu mtoto, ndio maana iko nafunika mtoto blanketi ili tusimuone. Eti huyu mama alizala na mzungu. Si unaona mtoto iko na mficha ili kwamba tusijue na watu wasione kama alizaa na mzungu. Hapo kambini sijawahi kuona mzungu humo kambini. Na hakuna mzungu alikuwaga mwa hiyo kambi yenyewe tulikuwaga hiyo. Lakini wale wamama tik tak
wakapita wanasema kwamba huyu mama yawezekana alizala na mzungu, ndio maana iko nafunika mtoto. Maana mtoto wangu alikuwaga mweupe, alikuwa na manywele ya mingi sana, na tena alikuwa mweupe. Wakapita wanatiki, wakaorozesha kwamba huyu mama alikamata ile dhambi ya nchi yake, yani alizaa na mzungu, ndio maana iko naficha mtoto na blanketi. Nilipogeuka nikawasikiliza, nikaona nikiwajibu hawa wa mama takuwa kama vile na mimi niko najichafua tu kwa bure. Nikaangalia tu, nikaongoza safari. Wakajua huyu mama alisikia tu tunasema, lakini hajui vyenye tulisema. Ila nilikuwa nimesikia. Nikajua hapa shetani yuko kazini. Shetani yuko kazini. Lakini hao watakwambia wanangoja parapanda. Hiyo dhambi itawamaliza wengi. Itawaangusha wengi motoni. Kuteta, kusengenya, utawaangusha wengi. Hata kama walikuwa wanatembea na vitenge 10 kwenye mwili, na dini lao linawakazania kwamba vaa hivi na ufanye hivi na usitembee hivi lakini mwenendo kazi yao, maneno yao ya siri yatawaangamiza. Najua hapa shetani iko kazini, acha niende. Nikaenda. Alafu cha ajabu, kuna wakati moja mimi nilikuwa nasoma, maana mimi nilinemikaga kusomea kwa masomo haya ya madhehebu. Nilianza masomo yangu ya msingi niliyasomea kwa shule la Wapentekoste. Sekondari nikaenda kusomea nikaenda kumalizia shule la msingi kwa masomo ya Wakatoliki, na njoo nikaendelea sekondari kule. Alafu nikavutiwa sana na wale wapendwa. Kwa sababu gani? Ukiishi na mtu wala ukikaa na mtu muda mrefu, unaanza kupenda kile kitu ambacho anakifanya. Lakini usipokagua unaweza kuanguka hovyo. Unapokagua sasa ndio Mungu anakuambia hapa, angalia sasa kwenye ulitaka kwenda kuangukia. Alafu mimi nilikaa na wale wenzetu, wakaanza kunifundisha. Nikapenda sana ile dini yao, kwa sababu nilikutanana na hawa wandugu ambao tulikuwa tunasoma pamoja nao. Walikuwa napendana, walikuwa wanafanya maombi, walikuwa wanafanya ile ya kukaribiana, upendo mwingi sana, wanaitana dada. Nikawaza labda wanatoka familia moja. Nilipowakaribia nikawauliza, "Mbona mnaitana dada? Ni nini?" Ati ni juu mama yake ya huyu alinisimamiaga kwa ubatizo wangu, hao Wakatoliki. Sasa sisi kwetu Wakatoliki tukibatizwa, ule mwenye alikubatiza unamkamata ni mama kabisa mzazi, na wale watoto wake ni kaka zako, ni dada zako. Nikasikia na mimi nafurahia sana. Tofauti na huku kwenye tunatoka kwa Wapentekoste. Nikasema, kumbe hili dini ni nzuri. Lakini acha sasa nije nikae nao pamoja. Oh my God. Ndio nilijua kwamba kweli kila dhehebu kuna mapretenda na kuna watakatifu. Wanaitana dada, wanaambiana, wanaongea kwamba alimaliza mwezi mzima kwa mama yake wa ubatizo. Unasikia raha kabisa, na wanamtunza kama mwanao. Alafu wanaitana kaka, dada. Sasa nikaja kufurahia kitu hiki, kilinivutia sana kwa ile dini. Wakaanza sasa kwa wanaomba, wakaniinvite, wakaniambia kwamba twende. Niwe naona kisi wanaombaga ni hawa wa charismatic, ndio wenyewe walituma mimi. Nafurahia sana ile dhehebu yao. Lakini sikuwahi kuingia hemo, maana kwa kusoma, mwanzo wa kusoma tulikuwa tunafundishwa ile sala ya Wakatoliki, ndio tunaendelea masomo sasa, tunaendelea masomo sasa. Alafu nikawapendea hawa wa charismatic. Nikasikia kabisa huba kama naweza kujiunga nao. Lakini wakati moja sasa mwenzake akashinda masomo ile siku, ile dada yake. Ona mambo aliyoyasema kwa ajili ya yule dada yake. Ona namna alivyomteta. Ona namna alivyomkejeli. Nikajua kumbe dini zote kuna waovu na wema. Ndio maana usiseme, mimi nikiingia kwa dini la namna hii basi yatosha. Wewe mwenyewe uko kanisa la Mungu, usipojitahidi kumtafuta Mungu vilivyo, sio dini lako litakuingiza mbinguni. Ni wewe mwenyewe na matendo yako na kazi yako unayoifanya ndio itakufungulia lango la mbingu. Mengineyo ni ulaghai mtupu. Mengineyo ni uongo na upotovu tu. Zaidi kwenye madini kunajaa uongo mwingi sana. Uongo mwingi niliuona kwa madini. Hapo ndipo nilijua kwamba dini halitafikisha mtu mbinguni. Matendo yako,
matendo yangu, mwenendo wetu ndio utatufungulia lango la mbingu. Mengineo ni kudanganywa tu na kuchokea bure. Maana kama ukikumbuka waliomuua Yesu ni nani? Waliomfanyia Yesu njama za kumuua ni wanani? Jibu unalijua na wewe. Ni wale wa madini. Sasa ukienenda kwa madini, kwa dini langu, mimi dini langu, huendi fasi mpendo hakika. Na kuhakikishi, huendi fasi bila matendo ya watakatifu. Tuangalie sasa. Uko mdini lako lakini kinywa kimerefuka kwa ajili ya kutetana. Uko mdini lako lakini ukisikia habari ni wewe wa kwanza wa kuipaza, mpaka unasema huyu ndugu alikuwa shahidi wakati haya mambo yalitendeka. Alikuwa pamoja kabisa na hawa wa ndugu. Kumbe hakukuwepo. Na kitaka kukamata simu sasa ataongea mpaka unasema huyu mpendwa amepata kazi, amepata kabisa kazi ya kupaza habari za uongo ambazo hana ushahidi nao 100%. Hapo ndipo najua dini siko zinatudanganya. Na kama unaweza kuvaa vitenge 10, na kama unaweza kuvaa vitambaa ukafunika na masikio, ukayafikisha hata kitambaa kikafika kwenye mashavu, bila kazi njema, bila matendo mazuri ya watakatifu, huendi fasi hakika. Ukiona mwenzako anafanikiwa, unakuwa na chuki. Wewe ni mjumbe wa shetani katika hilo dini. Ukiona mwenzako anapakata mtoto, unasikia kama vile juu wewe haujazaa, unasikia kama vile nyote mngemkosa. Kama wale wa mama, afadhali sote tumkose. Ule mama kaua mtoto wake akakamata wa mwenzake. Mfalme Sulemani akaamua ile nani? Akakata lile jambo ambalo wa mama wawili walikuwa wanagombania mtoto. Ile kesi mfalme akaikata vizuri kwa mwongozo wa Mungu kupitia hekima Mungu aliyompatia. Huyu mama alisema afadhali sote tumkose, lakini aliyasema kwa siri. Afadhali sote tumkose. Asiwe wake wala asiwe wangu. Mimi wangu amekufa, sasa wake ndo aishi. Lakini Mungu anayejua yaliyo sirini akaweka kazi ya ule mwanamke hadharani. Mfalme akasema, mama una chuki, una roho ya shetani. Wewe, mimi ndio nasema hivyo. Lakini kwa matendo ilionekana kabisa na anamuonyesha kwamba wewe hauna roho ya ubinadamu. Kuko watu wengi wako kwenye madini lakini hawana roho za ubinadamu. Wana roho za mashetani. Lakini ukimkutana asubuhi, mchana, kanisani, kwenye tabernakle wala kwa dini lake, anakemea kwa jina la Yesu. Sasa unamkemea shetani mpaka shetani anakushangaa, anakuangalia huyu anajikemea yeye mwenyewe au anajua hajui chenye anafanya. Tusaidie sana. Mwingine mama kaniambia eti dada yake aliwezaka kufariki. Sasa kitu kenye unaficha ndani yako, Bwana atakiweka tu hadharani. Ule mwanamke akagonjwa, wakamtunzisha walipokuwa katika hali ya kuvuta roho. Akamwambia unaweza kutengeneza. Akapuuzia tu, akaanza kusema ule dada aliniambia, eti nilikuja kumuona ndugu yangu anaanza kulalamika. Mama nakufa, uzuri wangu. Uzuri wangu. Ati uzuri wake. Asema alikuwa beautiful. Alikuwa mzuri, urembo wangu naenda wapi? Urembo wangu naniacha. Urembo akaulilia kuliko kumwambia Mungu nisamehe, nimetenda dhambi nilipokuwa hai. Nilikuwa na moyo wa kiburi kwa ajili ya urembo wangu. Nilikuwa na jisifu, nilikuwa na wazihaki na kuwakashifu wengine. Bwana nihurumie. Lakini kilichokuwa ndani yake ambacho alikuwa nakiegamia sana, alikuwa nakificha ndani yake, kiliwekwa hadharani. Urembo ndio ulikuwa unamtesa. Mpaka wakati anataka kukata roho analia na majonzi, anadondosha eti urembo wangu na kwenda wapi? Urembo wangu. Hapo unajua huyu alienda mahali urembo umetoka. Mungu atusaidie wapendwa. Nini ambayo nazingatia sana na egamia iko sana? Nini ambayo najisikiaga kwamba hapa usinigusie?
italetwa hukumuni hiyo kazi unayoifanya. Itapimwa kwenye mizani hiyo kazi unayoifanya. Iwe njema, hapo tanusurika. Lakini nayo itapimwa, maana Mungu hana upendeleo. Ikiwa baya, hapo utatetereka. Utakosa pa kuficha sura. Mungu atusaidie ili tujitahidi kuwa na matendo mazuri, wala tusiwe na matendo yaliyo mabaya. Tufishe hali zetu za mwili kwa kutenda yaliyo mema na kuacha dhambi, ili Bwana ajapo atukute tukiwa tayari. Neno hili libaki kwenu na kwangu, na Bwana tusaidie ili tusahihishe njia zetu. Bwana awe pamoja nasi. Amen.